Kwa nini mwingine analetwa mzawa haanzi kujituma kwenye mazoezi? Jitume, pambana. Kwa nini Prince Dube hafanyi vizuri lakini anapewa nafasi anajituma? Kwa wachezaji wetu pia wanafeli. Inaweza kawa hivyo, lakini siamini kama wote tunaenda mazoezini, tunafika tunafanya assignment ile ambayo mwalimu anakuwa ametoa kwa 100%, alafu wote naweza ngasema tusonyeshe juhudi ama jitihada. Naweza ngasema kitu kingine labda ambacho kinakwamisha wachezaji wengi wazawa wanapokutana na changamoto ya wachezaji wa kigeni, kitu ambacho kinaweza kuwa kinakwamisha labda ni malezi sahihi ambayo anakuwa ameyapata ya football. Ndio maana sasa hivi ukija kufunga macho na kufuatilia, unaona kabisa kuna academies nyingi zimeanzishwa. Lengo mama ni nini? Wameshagundua, unakuta ndio mchezaji amefika kwenye timu fulani si kwa sababu ana kipaji, ni kwa sababu ya juhudi na jitihada ambazo amezifanya ndio zimemfanya afike pale. Lakini ukija kuangalia zile basics, yale maarifa kabisa ya mpira wa miguu alionayo ni nadra sana. Na ndio maana unakuja kuona yani pasi tu ya kawaida mchezaji yupo kwenye timu kubwa anaweza akakontrol hapa nilipokaa mimi hadi Mesha alipokaa. Ni kwa sababu labda ile misingi ya ukuaji taratibu, zile basics ambazo zinahitajika ukiwa labda na miaka 4, ukiwa na miaka 15, ukiwa na miaka 17, mafunzo yale sahihi ya mpira wa miguu hajatolewa. Kwa wenzetu ambao wanakuwa nafanya bora, ukija kufuatilia, angalia aina ya timu walizotoka, lakini pia ukuaji wake kwenye mpira wa miguu unamkuta amepita kwenye misingi hiyo. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana. Wengi unakuta wamefika pale na kwa sababu ya juhudi na jitihada ambazo wamezifanya. Kwa kuna factors nyingi naweza kusema ambazo zinafanya sasa hivi wimbi la wachezaji wa kigeni kufanya bora lionekana kuwa juu zaidi kuliko wachezaji wa kizawa. Wengi wanaweza kusema labda kwa sababu atupeni, siamini kama unaweza kumchallenge mchezaji wa kizawa, mchezaji wa kigeni, mchezaji wa kigeni kwenye uwanja wa kimazoezi afu mwalimu asikupatie nafasi. Lakini labda na yeye ubora wake anaonyesha na misingi ambayo amekuwa nayo anaweza kufanya bora zaidi. Na wengi unakuja kuona wamepita kwenye vilabu vikubwa, yani mpaka unamuona amefika Yanga ama amefika Simba, muda mwingine Azam. Kuna vilabu vikubwa hapa katikati, viwili vitatu, hata kama vina historia kubwa, lakini kwenye ukuaji ama kwenye aina uchezaji wa timu hizi Simba, Yanga na Azam, hiyo timu inaweza ikawa bora kwa miaka hivi karibuni. Ama si hivyo basi kuna maisha fulani ya kimsingi ya kimpira tayari wao wameshajengea. Basi turudi tu kwamba basi academy zetu za soka zina umuhimu mkubwa. Zina umuhimu, lakini kwa nini hazitoi wachezaji bora? Muendelezo ndio changamoto. Sitaki kuamini kwamba kwenye watoto hakuna mbaye mwenye vipaji. Na mimi ninachoamini watu wengi, mimi najaribugi kuangalia ambao wana vipaji. Huwezi kukuta ni mtu ambaye koni, hata kama wapo matajiri wanaojiweza ni wachache. Wengi nakuta ni wale wanaotoka katika familia duni. Alafu nakuta kwenye academy kwa mwezi 400,000, 300,000. Ambao kwenye familia pengine kwa mwezi hawaingizi hiyo pesa. Yaani hawafikisha hata robo hiyo pesa, pengine hata mlo mmoja kula ni changamoto. Kwa hiyo pengine tunaweza tukasema kuna wakati mwingine kuna academy of course zipo kwa ajili ya kuibua vipaji, lakini kuna zingine ziko kimaslahi. Ndio maana hata mtoto anaposhindwa kuendelea, wanashindwa kumuendeleza. Tuna idadi kubwa ya wachezaji wengi ambao wapo kwenye familia zetu hizi za football. Tukianzia kwenye hizo academy, njoo kwenye league daraja la 3, njoo kwenye league daraja la pili, league daraja la kwanza, maana yake championship na first league na ligi za mikoa hizo ningo nazungumzia. Tunakuja kwenye ligi kuu. Mwendesho wa familia zetu za mchezo wa mpira wa miguu, yani kimaanisha hizo taasisi za mpira wa miguu, wengi wanaoziendesha wanaangalia mafanikio ama maendeleo ya soka kupitia vilabu viwili, ila sio maendeleo ya football kupitia nchi yetu. Ndio maana hata wachezaji ambao wanawalelea ama kuwatafuta kwa kuangalia vipaji, matamanio yao makubwa huwa wanatamani wazalisha wachezaji waende wakacheze Simba na Yanga ili wapate sifa kubwa, ila lisha kuamini kuwajengea msingi pengine wavuke nje ya mipaka ya Tanzania. Na watu wengi wanaamini kwamba sehemu ambayo unaweza ukaenda ukacheza ukaenda nje ya Tanzania ni kucheza Simba na Yanga.
ama Azam. Lakini naamini kiwango bora kinaonekana kwa timu pindi kwa mchezaji yoyote kwa timu yoyote. Leo Selemani Mwalimu alienda Wydad Casablanca. Sawa amerudi Tanzania, lakini alionekana akiwa katika timu gani? Si amecheza Fountain? Kwani ametoka akaenda Singida kwa mkopo. Hajaonekana akiwa Simba wala Yanga. Tuna Novatus Dismas katoka Nyota sijui Future kaenda Azam. Baadaye kaenda Maccabi huko Tel Aviv kapata ameenda Shakhtar Donetsk. Hajacheza Simba na Yanga. Kuna wachezaji Faridi Musa alienda Tenerife Spain, timu ambayo iko La Liga 2. Hakutokea Yanga. Sawa amerudi Tanzania, lakini labda maisha yalimshinda, labda namna na yeye alishindwa hakuwa anapata nafasi pengine. Lakini tuna kina Himidi Mao, sawa amerudi Tanzania, miaka mingapi ametoka hapo, anakaenda NPPI, muda mrefu amekaa amezunguka Misri. Tuna wachezaji wengine, kwa mfano kuna mchezaji alitoka Mashujaa kaenda AC Vita, maisha alichokureja ni maisha yamemshinda pengine ya Kongo. Alitoka Eliuta Mpepo akaenda Kongo, nafikiri Lipopo, ameenda kule maisha akasema ni tofauti. Kule mtu unatokea nyumbani unaenda mazoezini, tofauti na huko unapotokea kwenye nini kambi, unatokea kambini unaenda mazoezini na bebo na gari. Maana yake aliapo mimi aliniwazisha ni starehe anapenda au mjumuisho community ya watu wengi. Sasa kuna muda kuwazoesha watoto ama kuangalia plani ya nje zaidi kwamba ni ipi kubwa ya sisi maendeleo yetu ya football kwenye familia zetu za football. Hizi taasisi za football ambazo zinahitaji mpira kukua ziko katika daraja gani? Yaani malengo yao na maono yao yako vipi? Sababu leo hata sisi wenyewe kikao kiuliza falsafa ya nchi yetu katika miaka 10 ijayo ya mpira wetu uko wapi? Hatuna. Kila mtu atakuwa na question na doubt kwamba iko vipi. Mfano leo kija mtu akirejea, kwa nini Simba na Yanga zinakimbilia wachezaji wengi? Mimi naweza nikasema ni sawa, kwa sababu sioni maendeleo ya sisi kwa miaka 10 ijayo. Na wachezaji ingekuwa naona kuna structure inatengenezwa kwa miaka 10 ijayo kwa timu naonekana. Maana yake leo nitaenda Mtibwa nitakuta kuna wachezaji 10 pale wa Tanzania. Kuna position ipo pale Mtibwa. Sawa isionekane Mtibwa kwamba ndio sehemu ya uzalishaji wa wachezaji bora ambao wanakuja kwenye vilabu vingine. Leo nitaenda sijui Fountain nitakuta wachezaji wazuri. Leo nitaenda Mashujaa, leo nitaenda TRA nitakuta wachezaji ambao kila timu inakuwa na mpango mkakati wao. Na mpango mkakati unaendana na malengo ya miaka 10 ya taifa ambayo inaonekana kwamba bwana miaka 10 ijayo kwenye michuano yote ambayo tutakuwa tunashiriki, iwe CHAN, AFCON, hata upande wa kimataifa kwa vilabu ama kwenye upande wa vilabu moja wapo uwe tumefika kwenye eneo ambalo hatujawahi fika katika nchi. Umezungumzia hapo nimekumbuka kuna kiongozi mmoja juzi tu hapa alikuwa anazungumza wakati wa hafla fulani, akasema pindi anakabidhi hiyo zawadi ambayo yeye alikuwa ameandaa, akazungumza kwamba hii zawadi kawe chachu kwa vijana wengine kuelekea katika